Ndugu mtazamaji wa Rombo Mission TV, karibu katika kipindi chako pendwa cha semina na matukio. Na mimi ni Zakaria Muganda. Katika kipindi cha semina na matukio leo tunakuangazia taarifa mbalimbali tulizokufikishia kutoka wilaya ya Rombo, mkoa wa Kilimanjaro. Mchungaji wa mtaa wa Rombo, Pastor Onesimo Mramba, ametembelea magereza ya wilaya ya Rombo. Idara ya vijana mtaa wa Rombo imefanya huduma ya matendo ya huruma katika kuifikia jamii. Na watu 13 wamebatizwa baada ya kumpokea Bwana kuwa mwokozi wa maisha yao. Naam, ndugu mtazamaji, karibu katika kipindi cha semina na matukio. Mchungaji wa mtaa Pastor Onesimo Mramba ametembelea gereza la wilaya ya Rombo na kutoa maneno ya faraja, ujumbe wa kuwatia moyo wafungwa walioko gerezani. Vile amegawa vitabu kwa kila mmoja, huku akiwasihi kusoma vitabu hivyo ili kupata maarifa ya kumtegemea Mungu angali wakiwa gerezani. Idara ya vijana mtaa wa Rombo imefanya huduma ya matendo ya huruma katika kuifikia jamii kwa kutoa msaada kama vile vyakula, fedha na vitu mbalimbali. Taarifa hii inakufikia kutoka Rombo Mamsela. Katika masaa haya, kama tulivyotangaziwa ya kwamba leo ni siku maalum ya kuhitimisha matendo ya huruma katika ulimwengu, maana haya matendo ni ya ulimwengu mzima kupitia idara ya vijana. Ndiyo maana tumekusanyika kwa pamoja hapa. Mbarikiwe na Bwana. Nipende kusema tumekuja hapa makanisa mbalimbali. Yawezekana wapo wengine ndio wanaingia kama mnavyoona, wapo wengine wanakuja, wako njiani. Tuendelee kuwaombea kwa Mungu awafikishe salama. Mimi kwa majina ninaitwa Furahini Jonathani, ndiye kiongozi wa idara ya vijana katika mtaa huu wa Rombo, ambao kwa sasa umekamilisha makanisa 9 kutoka 7 ambayo yalikuwa hapo mwanzoni. Kwa hiyo katika siku hii ya leo, baada ya muda hapo baadaye, tutaenda kufanya kile ambacho ndicho kinaitwa tendo la huruma. Na huruma si kwamba inahitaji uwe na mali nyingi, inahitaji uwe na pesa nyingi, inahitaji uwe na vitu vingi kwa ujumla. Huruma huwa inahitaji tu kitu kimoja kinachoitwa upendo. Maana usipokuwa na upendo hauwezi kufanya chochote hata kama una pesa. Na ndio maana hapa hatutaenda kufanya huduma hii kwa sababu eti tunavyo, ila tunaenda kuifanya huduma hii kwa sababu Mungu ametupatia nguvu, ametupatia afya, ametupatia uwezo. Kwa hiyo tunathamini maisha ya wengine ili nao Mungu awatie moyo, maana nao ni binadamu kama sisi. Kama mtaa wa Rombo tumekusanyika hapa vijana wote kutoka Kamwanga mpaka Mamsera, makanisa 9, kwa kusudi la matendo ya huruma. Tumeleta vitu hapa kwa mgonjwa kufanya huduma hiyo leo. Kwa hiyo tunajumuika pamoja na ulimwengu mzima kufanya huduma maalum hii makini
kwa ajili ya kuwajali wahitaji, kwa ajili ya kuiona jamii kama jamii iliyobadilishwa, tuendelee kuwaleta watu kwa Yesu kupitia huduma ya matendo ya huruma. Na sisi katika siku ya leo tarehe 15 hii, siku ya vijana, tukiwa tunahitimisha matendo ya huruma, tukiwa katika kanisa la Wasabato hapa Mamsera, na mtaa wa Rombo umekusanyika mahali hapa kwa pamoja kwa ajili ya kuhitimisha siku hii maalum kabisa ya matendo ya huruma kwa ajili ya idara hii ya vijana. Na leo kama vijana wa Rombo tutafika katika maeneo ambayo limeandaliwa na tutafanya matendo hayo ya huruma katika eneo hilo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu sana kwa namna ambavyo makanisa yote 9 ya mtaa wa Rombo yalivyohusika kwa pamoja na yalivyokuja kwa pamoja kwa ajili ya huduma hii. Kwa tunamshukuru sana Mungu kwa kuwasafirisha watu wametoka maeneo mbalimbali, wengine wametoka Kamwanga, Rongai, Tarakea, Useri, Mkuu, Mangulwa, Kitasha, Keni. Wote kwa pamoja tumejumuika kwa pamoja kwa ajili ya kufanya matendo hayo ya huruma. Na tunawashukuru pia viongozi wa makanisa, wazee wa makanisa ambao wameona muhimu wa jambo hili na wao wamejumuika kwa pamoja katika kufanya huduma hii ya matendo ya huruma. Mungu awabariki sana. Kwa majina naitwa Victoria Petro Mzava. Tupo hapa kanisani Mamsera. Tunaenda kutoa huduma ya matendo ya huruma. Mimi naitwa Elinazi Abdalla kutoka kanisa la Kamwanga. Ni kiongozi wa idara ya vijana kanisa la Kamwanga. Tunawakaribisha sana, tuko katika programu ya matendo ya huruma. Tunafanya matendo ya huruma, kwa hiyo ni tukio zuri sana la idara ya vijana linalowasababisha vijana kukua katika kiroho na kusaidia wengine. Mimi naitwa Peter Mzava, ni miongoni mwa Master Guide pamoja na Siwa Yellow katika mtaa wa Rombo, kanisa la Tarakea. Tumekuja hapa na vijana wa mtaa wa Rombo kwa ajili ya kufanya matendo ya huruma. Sasa kwa muda huu tunaondoka kwa ajili ya kuelekea kumwangalia mgonjwa na kumtembelea na kumpatia baadhi ya vifaa ambavyo tumeviandaa sisi kama idara ya vijana mtaa wa Rombo. Kwa karibuni sana wote tunapoanza safari sasa kwa ajili ya kuelekea kwa ajili ya kumtembelea mgonjwa huyu katika maeneo haya ya Mamsera. Tukianzia safari hapa katika kanisa la Mamsera na kijiji hiki cha Mamsera kwa ajili ya kufanya huduma hii ya matendo ya huruma. Kwa majina naitwa Tobias John Shayo, ni mzee wa kanisa la Sabato Mamsera. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo kuwa na vijana wote wa mtaa wa Rombo kwa ajili ya matendo ya huruma, na hapa ndipo tunaelekea Maida kwa ajili ya matendo ya huruma, kwenda kuona wenzetu wanaopatwa na changamoto mbalimbali. Kama kanisa la Waadventista wa Sabato mtaa wa Rombo tumeshirikiana vijana wote kwa ajili ya tukio hilo. Jamani, Mungu awabariki sana, lakini Mungu awasaidie na kuwapatia wepesi wale ambao tunawapelekea huduma hii. Mungu awabariki sana. Sisi unavyotuona hapa tunaitwa vijana. Kule kanisani kuna watu wanaitwa vijana ambao kuna wadogo hata tunao hapa, lakini kuna wakati wakubwa na watu wazima wengine tunao. Tumeungana hapa kwenye hii Rombo hii. Kuna wako hapa Mamsera mpaka Wakamwanga tunao hapa. Kwa hiyo tumekubaliana wote kwa pamoja angalau tuje tufanye huduma na nyinyi kidogo. Jamani, huyu ndiye mama wa familia hii. Wengine huenda hawamuoni, lakini mtamuona tu muda fulani
ndiye mama wa familia hii na ameshatupokea. Kwa hiyo tuko tayari kuomba ili tuanze huduma yetu. Mzee Peter na kiongozi wetu utatupatia ombi la ufunguzi. Karibu. Tuombe. Mtakatifu Mungu wetu uliye mbinguni, nakushukuru kwa wema na fadhili zako na neema zako, kwa sababu umetusafirisha kutoka katika maeneo mbalimbali, umetuleta hapa katika nyumba ya mtumishi wako, sisi tukiwa Mani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba tu mshangilie Bwana kwa kusema amina huko ulipo. Tunamshukuru Mungu kwa siku ya leo. Tumefika hapa kwa ndugu yetu, mzee wetu Peter. Ni mgonjwa, kwa dakika chache tu alikuwa anasema amelala kitandani, lakini kwa neema ya Mungu leo tumefika kumtia moyo kwamba hata akiwa kitandani Yesu anamjali. Haleluya. Amina. Yesu alifika katika miji ya watu, wala hakuwaambia njoni. Tumesikia watu wengine wakiwaita watu njoni, mnaponywa. Na tumemshuhudia Yesu alipozaliwa akifika katika miji ya watu na kuzungumza nao bila kujali tofauti zao. Haleluya. Hakuangalia mtu alikuwa na udhaifu wa namna gani, hakuangalia alikuwa dini gani, hakuangalia alikuwa wa kabila gani, lakini Yesu aliwafikia na kuzungumza nao. Na hata hivyo, wote ambao tunaitwa watoto wa Mungu, tunaitwa wa Kristo, hatupaswi kuonesha tofauti zetu katika kuihudumia jamii. Haleluya. Hatupaswi kabisa. Tunatakiwa kuiona hapa, hatuwatazami kama watu tusiowafahamu. Tunajua ni watu ambao tunasafiri wote kuelekea mbinguni. Haleluya. Kwa jioni ya leo tuna wito wa kuwafikia wengine na kuifikia jamii na kuzungumza nao. Sio kuzungumza tu. Vijana tumeitwa kutenda. Watu 13 wamebatizwa ubatizo wa maji mengi baada ya kumpokea Bwana kuwa Mwokozi wa maisha yao. Ubatizo huo ulifanyika katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mangurwa. Ubatizo huo ulifanywa na mchungaji wa mtaa wa Majengo, Pastor Aren Elifuraha. Kwa kuishi maisha yanayolingana na kanuni hizo. Je, unakubali fundisho la imani yako kwa Kristo na msamaha wake kwa dhambi zako? Kanisa la waliosalia linalojengwa katika unabii wa Biblia, na kwamba watu wa kila taifa, jamaa na lugha wanakaribishwa na kupokelewa katika ushirika wa kanisa hilo. Na je, unataka kuwa mshiriki wa kanisa hili mahalia ambalo ni sehemu ya jumuiya ya kanisa la ulimwengu? Rafiki yangu Benja, kwa kuwa umemkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, nami kwa furaha na kwa agizo lake nakubatiza katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na mpenzi mtazamaji wa Rombo Mission TV, ni hayo machache tumekufikishia leo katika kipindi cha semina na matukio. Lakini usisahau mtazamaji, hivi karibuni tunakuletea ushuhuda wa kusisimua ukielezea namna ya upatikanaji wa kanisa la Mamsela lilioko wilayani Rombo, mkoa wa Kilimanjaro. Tafadhali usikose, fuatilia vipindi vya semina na matukio upate kubarikiwa zaidi. Ulikuwa nami Zakaria Muganda, mwandaaji wa kipindi hiki. Usikose katika kipindi kingine cha semina na matukio hapa Rombo Mission TV. Usisahau kusubscribe, kushare, kulike. Bye bye. Tukutane kipindi kingine.